Bunge la Ulaya limepitisha azimio la kuitaka kamisheni ya Umoja wa Ulaya EU kusitisha msaada kwa Tanzania baada ya ghasia za uchaguzi kusababisha maafa na uharibifu wa mali katika miji mbalimbali nchini humo. Katika vikao vya Alhamisi, bunge limeomba kamisheni hiyo kuondoa mpango wa AAP wa ufadhili kwa Tanzania katika mwaka 2025. Wajumbe wanasema kwamba mpango huo kwa sasa hauzingatii mapungufu ya kidemokrasia na haki za kimsingi za kibinadamu nchini Tanzania katika miaka ya hivi majuzi. Baadhi ya masuala kuu yanayoangaziwa ni uchaguzi wa Oktoba 29, 2025 ambapo Muungano wa Ulaya umetaja kuwa haukufanyika kwa uwazi na haki, na vile serikali kutumia nguvu kupita kiasi kudhibiti waandamanaji siku ya baada ya uchaguzi. Wabunge 539 wamepiga kura ya kuunga mkono pendekezo la kamati iliyochunguza hali ya kisiasa nchini Tanzania, huku wabunge 27 wakikosa kushiriki kwenye kura hiyo iliyopigwa mchana wa leo. Wale waliounga mkono wanasema wanaitaka Tume ya Bara Ulaya kubatilisha uamuzi wake wa awali kuhusu ufadhili kwa nchi hiyo na kupigia upatu pendekezo lingine la awali, kusubiri kukata kauli ya mwisho hadi pale uamuzi utakapofanyika na taasisi husika. Jukumu kuu la kusitisha ama kuendelea kufadhili Tanzania sasa lipo mikononi mwa kamisheni ya Umoja wa Ulaya. Sasa ili kuelewa kwa undani maana ya uamuzi wa bunge hilo kwa Tanzania, tuungane mubashara na mchambuzi Godwin Gonde. Yuko studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. Gonde, uamuzi huu wa bunge la Ulaya una uzito gani kwa Tume ya Ulaya inayofanya miradi mbalimbali Tanzania? Kazi ya bunge la Ulaya ni kushauri na kutoa maamuzi ambayo hayana nguvu kisheria, lakini yana mantiki na yanafikisha ujumbe kidiplomasia kwa nchi ambayo inaguswa moja kwa moja, mathalan Tanzania ambayo imeguswa na maamuzi ambayo wameafikia hivi leo. Kwa hiyo basi kama pale ambapo tume itaridhia itafanya hayo, manake ni vikwazo ambavyo vitaweza kuiathiri Tanzania kiuchumi na inaweza pia kuiathiri kidiplomasia katika kipindi ambacho Tanzania inahitaji washirika wa kimataifa na wandani katika kusonga mbele katika ili juhudi za kukuza uchumi. Gonde, ikiwa Tume ya Ulaya itakubaliana na pendekezo hili la bunge, Tanzania itapoteza kiwango kipi cha ufadhili? Tanzania inapokea au ipo katika mkataba wa kupokea walau euro milioni 500 na zaidi kwa kipindi cha mwaka 2021 mpaka 2027. Sasa hii ni misaada ambayo inaenda moja kwa moja katika utendaji wa serikali, lakini pia katika miradi ya wananchi ambayo inawagusa moja kwa moja katika maisha yao ya kila siku. Sasa ikitokea tume ikatekeleza ushauri au pendekezo ambalo limetolewa na bunge la Ulaya, manake Tanzania inaenda kukosa mshirika wa maendeleo ambaye ni Umoja wa Ulaya, na hivyo basi itailazimu kuangalia vyanzo vingine vya mapato au ushirikiano mwingine ili kuweza kukabiliana na pengo hilo ambalo linaweza likatokea pale ambapo tume itaamua kufanya hicho ambacho imeshauriwa. Gonde, ubalozi wa Tanzania nchini Ubelgiji ulikuwa umepinga mjadala huu kufanyika bila kusikiliza upande wa Tanzania. Sasa hii inaathiri vipi uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na bara Ulaya? Ubalozi wa Tanzania umetimiza wajibu wake wa kikanuni na wajibu wa kidiplomasia kutaka kwamba ili utaratibu wote au sheria yote ifanyike, palikuwa na haki ya kuweza kusikiliza pande zote mbili. Sasa itaathiri vipi diplomasia? Ni kwamba diplomasia inahusisha pande mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na upande wa pili ambao ni Umoja wa Ulaya. Sasa kama tayari wametoa tamko hilo, bado ipo nafasi ya mazungumzo, lakini ipo pia nafasi ya Tanzania walau kidogo kidogo kuweza kuaddress yale ambayo bunge la Ulaya ingependa kuweza kuyafanya. Yale ambayo watahitaji muda mrefu, basi walau kuonesha nia ya kutaka kuyafanya hivyo na kuitisha umoja wa kitaifa wa Watanzania na kuonesha kwamba kama nchi iko tayari kujifunza kutokana na historia mbaya ambayo imetokea hivi karibuni. Rais Samia kwa kifupi tu alikuwa ametangaza kwamba serikali yake inapaswa kuanza kutafuta mbinu za ndani ili kufadhili miradi yake. Kwa kifupi, hizi zitakuwa mbinu zipi? Mbinu za ndani ni kuongeza labda kodi, kutafuta vyanzo vya ndani ambavyo vitawezesha serikali kukusanya mapato, lakini vile kuangalia washirika wapya nje na hawa ambao misaada yao inakuwa na masharti magumu. Shukran sana Godwin Gonde, na mazungumzo hayo na mchambuzi Godwin Gonde ndiyo inayotukamilishia taarifa yetu kuu.
Karibu Mama Furniture uweze kujipatia kitchen cabinet milango miwili mitatu, tuna vitanda double decker vya mbao, makabati milango miwili mitatu, pia tuna dressing table. Tunapatikana Dar es Salaam Mwananyamala kwa Makoma. Karibuni sana.